Firauni nani? Firauni nani? Umletee fimbo akuamini? Umletee sijui mkono wako ung'are akuamini? Firauni nani? A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ikiwa tunaendelea na uchambuzi bado kuhusiana na kikao hiki ambacho kwamba ni makhsus kwa madada zetu. Hatujasema pia wanaume wasisikize, lakini inaelekezwa sana sana kwa madada zetu, hususan katika zama hizi ambazo kwamba tunaona mambo mengi sana yamebadilika na zama inavyokwenda mbio. Wakati ambao kwamba hakuna break makhsus, hakuna break khasa ya kusimamisha, ya kupunguza hiyo spidi. Kuna wakati ambao kwamba tunaweza kuwa na break maalum ya kupunguza spidi ya mbio ya kitu kama hicho, lakini zama hizi kupata break solution moja peke yake, ambaye kwamba solution itapatikana mwisho wa vikao hivi inshallah taala. Kwa hivyo tujichunge sana, tusio miongoni mwa wale ambao kwamba tunanaswa na hizo mbio na hizo spidi ambazo kwamba break yake na kuweza kusimama kwa haraka itakuwa ni ngumu. Katika kikao kilichopita tuliongea kuhusiana na Bibi Asia, na tukasema kwamba Bibi Asia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alijibu dua yake wakati ambao kwamba aliposema bismillahir rahmanir rahim, rabbi ibni li indaka baytan fil janna wa najjini min fir'auna wa amalihi, mpaka mwisho wa aya. Kitu cha kwanza kabisa nataka tukuje na natija ya aya hii, na naomba twende pamoja tuangalie natija ya aya hii ambayo kwamba iko katika sura ambayo kwamba tulisoma mwanzo, wakati ambao kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipokuwa anaongea kuhusiana na Bibi Asia, na alipokuwa anaongea kuhusiana na Bibi Maryam alayha salam. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema kwamba bismillahir rahmanir rahim, wa daraba Allahu mathala lilladhina amanu imra'ata fir'aun idh qalat rabbi ibni li 'indaka baytan fil janna wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini min alqawmi adh-dhalimin. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, na Mwenyezi Mungu amewapigia mfano walioamini. Nani amewapigia mfano? Mkewe Firaun aliposema nijengee kwako peponi na uniokoe na Firaun na vitendo vyake na uniokoe na watu madhalimu. Sasa katika aya hii tunataka tuangalie natija yake, alafu kisha tuendelee na uchambuzi wetu inshallah taala. Ya kwanza kabisa ni kwamba aya hii iko wazi kwamba Bibi Asia alifanya kitu ambacho kwamba kinachoitwa tawakkul kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, baada Firaun kujua kwamba Bibi Asia ni mfuasi wa Nabii Musa na amemwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, alikuwa ni mwenye kumpimia maisha yake, na baada ya kumpimia maisha yake Bibi Asia akabaki na ule msimamo. Kwa hivyo Bibi Asia alitawakkal kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kila hali. Ndio maana akasema rabbi ibni li indaka baytan fil janna, nijengee kwako wewe pepo. Alikuwa yuko na nyumba nzuri, alikuwa anaishi vizuri na kula vizuri, lakini akaona hivi vyote havina maana
mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo alimtegemea Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala wakati ambao kwamba alipokuwa anaadhibiwa. Maana aya hii kulingana na sababu nuzul ilishuka wakati ambao kwamba Bibi Asia alipoyasema maneno haya alipokuwa katika adhabu. Wakati ambao kwamba alipokuwa yuko katika adhabu alikuwa anasema maneno haya: Mola, kando na hii adhabu ambayo kwamba napata na naadhibiwa, nijengee kwako pepo. Hiyo ni nukta ya kwanza. Nukta ya pili ni kwamba hakuogopa chochote, yani hakuogopa chochote na zile confrontations za kutoka kwa makafiri, yani hakuogopa chochote, kando na kwamba yeye alikuwa anaishi kwa nyumba ya ushirikina yote, yani alikuwa anaishi kwa nyumba ya ushirikina yote, na yeye alikuwa ndiye mtu wa pekee ambaye kwamba ana represent Uislamu au imani ya Mwenyezi Mungu kwa hiyo nyumba yote. Sasa ilikuwa ni baina ya imani na ushirikina. Imani yote ambayo kwamba ndani yake Firaun alikuwepo na wafanyikazi wake, na imani yote nani? Ni huyu Asia, wakati ambao kwamba alikuwa yuko ndani ya nyumba ya Firaun. Kwa hivyo yeye alikuwa ndiye yule ambaye kwamba ndiye ambaye kwamba anaye represent Uislamu au ana represent ile risala na ujumbe wa Nabii Musa alayhi salam. Lakini hakuogopa wakati huo akiwa ndani, yeye hakuogopa kwamba ni nani ataniambia, nani hataniambia. La, yeye hakuogopa, bali alibaki yuko thabiti na imani ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Hiyo ni nukta ya pili. Nukta tatu ni kwamba Firaun kando na nguvu zake, Firaun kando na uwezo wake, lam yakun mani'an, hakuwa ni kizuizi kwa imani ya Bibi Asia. Yani wakati Bibi Asia alipoamini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, hakuna kitu ambacho kwamba kilichomzuia. Hata Firaun mwenyewe hakumzuia, maana Firaun alikuwa amemwahidi vitu vingi, lakini hakumzuia. Tujaribu katika nukta hizi ambazo kwamba bado kuna nukta zingine, lakini tutazikuwa na wenye kuzitaja. Tujaribu kuangalia katika hii maisha yetu ya saizi, mabinti zetu wa Kiislamu ambaye kwamba ni nyinyi ndio ambaye kwamba tunaongea na nyinyi. Je, ushawaipata mitihani aina hizi, kwamba mtu amekupatia ahadi ya kitu fulani, ukawacha dini yako, ukawacha heshima yako, na ukawacha mafunzo yako, na ukawacha hukumu ya dini yako? Na ikiwa uliwacha, kwa nini umewacha? Wakati ambao kwamba mko na mifano mizuri ambayo kwamba mnaweza rudia katika hizo mifano, na muweze kusoma katika hizo mifano ambazo kwamba watu walipitia maisha magumu ya kupigwa kiimani. Hatumaanishi kwamba usimame na uanze kupigana vita kwa ajili ya imani, la. Namaanisha kwamba ni wewe kuhifadhi heshima yako. Na kama ulijaribu na kama uliteleza, kwa nini ulifanya hivyo? Je, wakati ambao kwamba ulipofanya, haukukumbuka kwamba kuna Mungu wako? Haukukumbuka kwamba kuna sheria ya Mwenyezi Mungu? Haukukumbuka kwamba kuna wale waliopitia kabla yako na walibaki na wakakuwa thabiti kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala? Tuende kwa nukta ya 4. Nukta ya 4 ambayo kwamba tunastafidi kwa hiyo aya ni kwamba arifat, Bibi Asia alijua kwamba anna quwwata Firaun mahduda, ya kwamba nguvu ya Firaun na uwezo wa Firaun ni mahduda. Yani mahduda maana yake nini? Mahduda ni nguvu ambayo kwamba yana kipimo, yanafikia hapa mpaka hapa, hayawi ni yenye kukosa kipimo, yani hayawi ni yenye kukosa mwisho, lakini nguvu yake ilikuwa ni mahdud. Kwa nini? Kwa ajili yeye ni muumba wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala,
ni kiumbe miongoni mwa viumbe vya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni kiumbe ambaye kwamba Mwenyezi Mungu amemweka juu ya ardhi na akampatia umri na akampatia riziki, akampatia kila kitu ambacho kwamba alichokuwa anachokihitajia kwa wakati ule na kwa muda mchache ule. Hiyo ndio nguvu yake peke yake, hana nguvu zaidi. Sasa aya hii inadhihirisha kwamba Bibi Asia alitambua kwamba alitambua kwamba Firaun nguvu yake ni mahdud, yana kipimo. Nukta ya 5, alijua kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye ambaye kwamba atakaye mlinda. Na hiyo kwa kusema kweli, madada zangu, ni ngumu sana kufikia marhala hiyo, yani kufikia marhala ya kuwa na yaqeen kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ndiye ambaye kwamba atakaye na anaangalia hali yangu. Wakati ambao kwamba utafikia katika hali hiyo, ndugu yangu Muislam, basi ujue umefika katika marhala ya juu sana tena zaidi, marhala ambayo kwamba inasema mimi ninawachia kila Mungu kila kitu changu, wala sio wanadamu. Mwanadamu anaweza kuwa ni wasita, anaweza kuwa ni njia, na anaweza kuwa ni sababu, lakini ile sababu na msababishi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala sio mwanadamu aina yote ile. Sasa aya hii inadhihirisha kwamba Bibi Asia alikuwa amefikia katika hiyo daraja, ni kwamba alikuwa amefikia katika kiwango cha kuwa na yaqeen kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye ambaye kwamba anayemlinda. Na hivi ndivyo pia sisi inafaa tujifunze kwamba wakati tutakapofika mwisho wa maisha, mwisho wa fikra, mwisho wa kutafakari, mwisho wa rafiki, na mwisho ya kila kitu ambacho kwamba ni mwisho wake, inafaa tuwe na hii imani ya kwamba hakuna ambaye kwamba atakayetutoa katika matatizo isipokuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ima we uko katika hali sahihi, yani uko katika hali nzuri, au hauko katika hali nzuri, ni lazima ujue ambaye kwamba anaye provide kila kitu ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nukta ya 6 ni kwamba alikuwa ni mwenye kuwa na hazm, alifanya azima kubaki katika imani yake, na alikuwa yuko na kudra ya kuweza kuprotect ile imani yake. Yani hazm nini manake? Hazm ni miongoni mwa daraja za nia, ambayo kwamba ile hazm ni kuwa na himma, yani ni kuamua kitu pasina kurudi nyuma. Yani mimi hiki ndicho ambacho kwamba ni mamondo hicho. Kwa hivyo Bibi Asia, wakati tunaporudi katika aya hii, tunaweza kufaidika na kustafidi kwamba Bibi Asia alikuwa na hiyo, alihazimu kubaki katika imani yake, wakati ambao kwamba yeye alikuwa yuko na kudra na alikuwa yuko na uwezo wa kutoka katika hiyo imani, lakini akawa ni mwenye kubaki katika imani yake. Ni wangapi ambao kwamba katikati yetu sisi, wakati ambao kwamba atakapoletewa ama itakapotokea chochote, imani yake itakuwa ni yenye kurudi chini? Ni wangapi kwetu sisi? Wangapi kwetu sisi tukipata tu mitihani kidogo, imani inaanza kufanya tazalzul, yani inaanza kutingika? Ni wangapi kwetu sisi? Lakini tunaona kwamba Bibi Asia alibaki pale pale na akawa yuko thabit, wakati ambao kwamba alikuwa na uwezo katika ile nyumba ya Firaun, alikuwa yuko na uwezo wa kutoka katika imani na kumkubali Firaun. Hiyo nukta ya 7. Nukta ya 8, hakuna mtu ambaye kwamba alimlilia. Na katika maajabu
ya Bibi Asia ni kwamba ndio hiyo, hakuna mtu ambaye kwamba aliyemlilia isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Shakwa yake yote alirudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hebu tujiangalieni, ikiwa itatokea chochote, mtu wa kwanza ni mwanadamu. Naam, haiharamishi kuongea na mwanadamu wenzako, lakini mkadimishe Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye ndo musabbib al-asbab, yeye ndo mwenye kusababisha vitu mbalimbali. Yeye ndiye Rabbul Alamin, yeye ndiye mlezi, baba mlezi, mola mlezi. Inafaa tukiwa na shakwa yote tunakaa naye na tunamuomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na tunarudi kwake, lakini hakumlalamikia yote isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala yale ambayo kwamba alikuwa anayapitia. Alafu nyingine nukta ambayo kwamba ni nukta muhimu sana, nukta ya 9, hafidhat nafsaha, alifadhi nafsi yake, alifadhi heshima yake, maa anna albi'ata, wakati ambao kwamba pamoja na kwamba mazingira ilikuwa imetayarishwa yeye kuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Wakati wote alikuwa anaweza kusema Firaun, wewe mimi nakuamini, na asifanye chochote. Alikuwa anaweza sema hivyo wakati wote ule, lakini tunaona kwamba yeye alihifadhi nafsi yake, alihifadhi heshima ya imani yake, alihifadhi kitu ambacho kwamba anachokiamini. Hizo ndizo nukta ambazo kwamba tumeweza kupata natija wakati ambao kwamba tunafanya tadabbur, tunafikiria katika hizo aya. Lakini kuna nukta ambazo kwamba ni lazima pia tujiulize swali kuhusiana tu na huyu Firaun. Tunapata kwamba Firauni ni jina, ni mume wake Asia, lakini tunapata kwamba Firaun ni jina na Firaun ni kitambulisho, na Firaun ni maelezo, na Firaun ni mafhumu, ni kitu ambacho kwamba tunakifahamu, na tunapata Firaun ni hakika ambayo kwamba ni kitu kinachoendelea katika zama hizi. Ndugu zangu, na mtakubaliana na tutakubaliana pamoja, ni kwamba Firaun alifariki kwa jina, naam alifariki kwa mwili, ndiyo alienda kwa roho, ndiyo anaadhibiwa. Kwa uhakika wake alitoka, na kwa mafhumu yake pia alitoka, lakini katika athari yake kuna watu bado wana tabia za kifiraun. Kuna watu wana tabia na wana menendo za kifiraun. Nasema hivi kwa nini? Kwa ajili Firaun alikuwa anaweza kutoa watu nafsi, lakini leo kuna watu ambao kwamba wanaotoa watu nafsi bila haki. Firaun alikuwa anajiita Mungu, lakini leo kuna watu wengi tu ambao kwamba wanaojiita ni miungu. Firaun alikuwa anajua kwamba hakuna kitu ambacho kwamba kinaweza mtikisa katika dunia ambayo kwamba anaishi, lakini leo tunaona kuna watu ambao kwamba wako na hiyo imani. Sasa Firaun katika jina alifariki, katika mwili alizikwa, katika uhakika wake hakuna tena, lakini katika athari yake ndiye ambaye kwamba nataka tuongee kuhusiana nayo, bado inaendelea. Athari ya Firaun hadi wa leo bado inaendelea na imeathiri watu wengi katika environment, katika mazingira ambayo kwamba sisi tunaishi. Katika baadhi saizi nataka tumsome Firaun vizuri, na katika uchambuzi saizi nataka tumsome Firaun na ndo tuweze kujua na kutambua huyu Firaun. Mimi kama binti ya Kiislamu, ikiwa nitakutana na mtu ambaye kwamba
yuko na hizi sifa, nitafanyaje? Ikiwa nitakutana na mtu yuko hivi na mtu ana sifa hizi na mtu ana sifa hizi, nitafanyaje ili kulinda dini yangu na kulinda heshima yangu? Angalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaanza akisema Bismillahir Rahmanir Rahim. Aya hii iko katika suratul Isra aya 110. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema walaqad atayna Musa 9 ayatin bayyinat fas'al bani Israil idh ja'ahum faqala lahu Fir'aunu inni la'adhunnuka ya Musa mashura. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema walaqad atayna Musa 9 ayatin bayyinat, na kwa yaqini atayna Musa, tulimpa Musa 9 ayatin bayyinat, ishara 9 zilizo wazi. Yani tulimpa Firaun ishara ambazo kwamba ni za wazi kabisa 9 ambazo Firauni mwenyewe aliziona. Firaun si aliziona hizo aya ambazo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipomtumia. Hasa ndo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika watu ambao kwamba tuliwapa ishara na katika watu ambao kwamba tuliwapa aya zetu wakaziona kutoka kwetu ni Firaun. Na Mwenyezi Mungu anasema faqala lahu Firaunu, afwan, aya inaendelea inasema kwamba fas'al bani Israil, waulize wana wa Israeli watakwambia kuhusiana na hizo aya. Idh ja'ahum, alipowafikia, faqala lahu Firaun, na Firaun akawaambia inni la'adhunnuka, hakika mimi na kuona wewe Musa mashura, umekuwa ni mwenye kurogwa. Aya imefungua mlango wa uchambuzi kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya hii anaeleza kwamba huyu Nabii Musa tumempatia aya 9. Amempatia aya 9. Basi waulize wana wa Israeli wakati ambao kwamba aliwajia Firaun, faqala la, akamwambia Firaun Nabii Musa inni la'adhunnuka ya Musa mashura. Baada Nabii Musa alayhi salam kupawa utume na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamtuma Nabii Musa kwenda kwa Firaun akimwambia kwamba ambie Firaun awe ni mwenye kuniamini, awe ni mwenye kufuata sheria zangu mimi. Lakini Firaun akamwambia inni la'adhunnuka ya Musa mashura, kwamba mimi nakudhania wewe na kuona wewe Musa umekuwa ni mwenye kurogwa. Yani umerogwa na wachawi wamekuroga. Sasa hii aya inatufungulia uchambuzi wetu kwamba Bibi Asia alayha salam alikuwa anaishi na mtu gani? Bibi Asia alikuwa anaishi na huyu mtu ambaye kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimtumia aya 9. Na hizi aya ni kali kweli mandugu zangu, na tutazitaja inshallah. Hizi aya ni nzito ambazo kwamba tutazitaja. Ya kwanza kabisa ni aya ya mkono. Tuchukue aya ya kwanza, aya ya kiboko ambaye kwamba huyu Firaun ndiye ambaye kwamba aliyetumiwa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika sura ya Al-Maida aya ya 103. Tutaweza kuelezea kuanzia aya 103 suratul Maida.
mpaka aya 116, aya 119, aya mpaka aya 123 au aya 124. Hizo aya zote zina funzo ya kwamba Bibi Asia alikuwa anaishi na mtu gani na alikuwa na deal na mtu gani ambaye kwamba kila siku anamuona, lakini hakuwahi toka katika dini yake. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaanza akisema Bismillahirrahmanirrahim, thumma ba'athna min ba'dihim Musa biayatina ila Firauna wa mala'ih fadhalamu biha fandhur kayfa kana aqibatul mufsidin. Hapa ndo chambuzi wetu unaanza. Anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kisha baada yao tukamtuma Musa na ishara zetu. Yani ishara zetu ni aya zetu. Tukamtuma Musa kwa nani? Aende kwa Firaun na watu wake na waheshimiwa wake. Fadhalamu biha, nao wakazikataa hizo ishara. Fandhur kaifa kana aqibatul mufsidin, basi tizama ulikuwaje mwisho wa waharibifu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tunajua alimtuma Nabii Musa kwenda kwa Firaun, lakini akakataa. Firaun moja kwa moja akakataa aya ya Nabii Musa alayhi salam na ishara zake. Waqala Musa, Nabii Musa akasema, ya Firaun, ewe Firaun. Tusikize Nabii Musa bila anasema, ewe Firaun, inni rasulun min rabbil alamin, hakika mimi ni mtume nitokae kwa Mola mlezi wa viumbe vote. Yani mimi nimetumwa na Mwenyezi Mungu, sijatumwa na mtu yote ule, sijatumwa na nani na nani na nani, la, mimi nimetumwa kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anaendelea Nabii Musa anasema, haqiqun ala an la aqula ala Allahi illa alhaqqa qad ji'tukum bibayinatin min rabbikum fa arsil ma'iya bani Israil. Anaendelea Nabii Musa anasema, inafaa nisiseme juu ya Mwenyezi Mungu illa lilio haki. Yani mimi Musa haifai niseme kwa Mwenyezi Mungu isipokuwa yale ya kweli. Anaendelea anasema, nami hakika qad ji'tukum bibayinatin min rabbikum, nami hakika nimekujieni na dalili waziwazi. Hapo anamwambia Firaun na kwa hadhara Firaun, na hakika mimi nimekujieni na dalili waziwazi kutokana na Mola wenu, min rabbikum, kutokana na Mola wenu mlezi. Kisha anaendelea, fa arsil ma'iya bani Israil, basi waache wana wa Israeli waende nami. Yani mimi sitaki mambo mengi, mimi nimetumwa na Mola wangu, nichukue tu wana wa Israeli niende nao. Maana Firaun system yake ilikuwa ni system ya divide and rule, yani gawanisha tawala, yani gawanisha watu ili upate nafasi ya kuwatawala, usiorganishe tu basi ukabaki hivyo. Kwa dalili gani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mnakumbuka katika sura Al-Qasas akisema kwamba Bismillahirrahmanirrahim, inna Firauna ala fil ard wa ja'ala ahlaha shi'a yastad'ifu ta'ifatan minhum, mpaka mwisho wa aya. Aligawanisha watu wake wakati ambao kwamba yeye alikuwa anafaa achukue wana wa Israeli na Waqibti awafanye kuwa ni kitu kimoja, lakini yeye akawa ni safu ya mbele kuwatenganisha. Sasa Mwenyezi Mungu akamtuma Nabii Musa awe ni mwenye kutoa wana wa Israeli aende nao. Tusikizeni majibu. Firaun alisema nini? Qala in kunta ji'ta bi ayatin fa'ti biha in kunta min as-sadiqin. Angalini sasa Firaun, aqliya ya Firaun, saikolojia ya Firaun vile inavyosoma. Firaun akasema Firaun, in kunta, ikiwa umekuja, bi ayatin,
umekuja na ishara, fa'ti biha, basi ilete, in kunta min as-sadiqin, basi ilete ukiwa ni katika wasemao wa kweli. Yani ikiwa umekuja na aya ya Mwenyezi Mungu, ya Mungu wako, ambao kwamba wewe Musa unamdai, huyu ambaye kwamba anayeongea ni mtu wa karibu sana wa Asia, ambaye kwamba Asia anamchukulia kwamba ni mume wake. Sasa anasema ikiwa umekuja na aya na dalili yoyote, basi tuoneshe. Nabii Musa alifanya nini? Mwenyezi Mungu anasema fa'alqa asahu fa idha hiya thu'banun mubin, Sura Al-Maida aya 7. Fa'alqa, basi akaitupa, asahu, fimbo yake fimbo yake akaitupa, fa idha hiya thu'banun mubin, mara ikawa nyoka, ile fimbo ikabadilika na ikawa nyoka dhahiri. Tunakumbuka Mwenyezi Mungu alimpatia aya ngapi mwanzoni? Alimpatia aya 2, ishara 2. Na hii inaenda kwa manabii wote. Manabii wote ambao kwamba saizi wanadai kwamba wao ni manabii ama wao wametumwa na Mwenyezi Mungu na wako na uwezo ambao kwamba watu wengine hawana. Hii ni swali tu kwa wale ambao kwamba wanasema wao ni manabii na wako na uwezo ambao kwamba binadamu wengine hawana, basi wakuje na dalili ya kuonesha kwamba wao ni mitume wa Mwenyezi Mungu. Nabii Musa alifanya nini? Hakuongea sijui hii sijui ile sijui, hakuongea. Anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, fa'alqa asahu fa idha hiya thu'banun mubin, basi akaitupa fimbo yake chini, pap. Ile fimbo ambayo kwamba Mwenyezi Mungu alimuuliza Nabii Musa, wa matilka biyaminika ya Musa, qala hiya asaya, akasema ni fimbo changu tu, ni kiboko changu mimi, atawakkau alaiha, niegemea, wa ushbi ala ghanami, na wakati mwingine nailishia hiyo kupitia hiyo fimbo, nailishia kupitia nailishia kupitia hiyo fimbo wanyama wangu, walia fia maharib ukhra, na mambo mengine kupitia hiyo fimbo, pengine kutandika manini. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipomwambia, akamwambia kwamba utakapoenda rusha fimbo yako hiyo. Hiyo ilikuwa ya kwanza, dalili ya kwanza, ishara ya kwanza na aya ya kwanza. Kwa nani? Ishara ya kwanza kwa Firaun. Firaun mtu mkubwa, Firaun mtu ambaye kwamba alikuwa anatetemesha ulimwengu, ambaye kwamba ndo huyu Bibi Asia Mwenyezi Mungu leo anaongea kuhusiana naye. Leo Firaun yuko mbele yake, mtu mmoja kwa watu zaidi ya 1000. Firaun ameketi anamsikiza, akarusha, wanaza yadahu faalqa safa idha hiya thawbanun mubin. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaendelea akisema, wanaza yadahu fa idha hiya baydha'u lin-nadhirin. Dalili ya pili, na akatoa mkono wake, akaingiza mkono wake kwenye nguo lake, chini ya nguo yake, kwenye kwapa lake, mara ukawa mweupe kwa watazamao, yani ukawa ni mweupe ambao kwamba hauna mfano wake. Firauni nani? Firauni nani? Umletee fimbo akuamini? Umletee sijui mkono wako ung'are akuamini? Firauni nani? Akasema kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaendelea akasema, qala al-mala'u. Sasa sikiza, si Firaun ndo alisema, ni hao wengine. Qala al-mala'u min qaumi fir'auna inna hadha la sahirun alim. Walikuja kwa nukta moja kwa moja, wakasema waheshimiwa wa Firaun, hakika huyu Musa ni mchawi mjuzi. Huyu kama kuna wachawi basi yeye ni baba yao. Sasa kama huyu ni baba yao, kuna wengine ambao kama wamemzidi, sasa tampiga na kiboko chake. Ndio akasema kwamba qala al-mala'u min qaumi fir'auna inna hadha la sahirun alim.
Wakasema waheshimiwa kaumu ya Firaun, hakika huyu ni mchawi mjuzi. Angalia wanaendelea wanasema nini wakimwambia Firaun, wakasema kwamba yuridu an yukhrijakum min ardikum famadha ta'murun, anataka kukutoeni katika nchi yenu Masr, basi mnatoa shauri gani? Mnatushauri nini sisi? Wakasema kwamba, Mwenyezi Mungu anaendelea, qalu arjih wa akhahu wa arsil fil madaini hashirin, wakasema muache kidogo yeye na nduguye na watume mijini wakusanyao. Yani watume mijini, kuna watu ambao kwamba watawatuma mjini waanze wale ambao kwamba wanaenda kukusanya watu, kukusanya wale wachawi, waende wakakusanya wachawi, waitwe wachawi wakuja washindane na Nabii Musa. Mwenyezi Mungu anaendelea anasema, ya'tuka bikulli sahirin alim, hao wakuu viongozi wa Nabii Musa wa Firaun wakasema, ya'tuka bikulli sahirin alim, kumwambia Firaun wakuletee kila mchawi mjuzi kuliko huyu Musa. Wajaa as-saharatu, wakapanga siku ya kukutana hao wachawi, wakawa wenye kukuja. Wajaa as-saharatu, angalieni Mwenyezi Mungu anasema nini, wakaja wachawi. Wajaa as-saharatu Firauna, na wakaja hao wachawi ambao kwamba ni wa Firaun. Kisha anaendelea anasema nini, wakisema hakika tutapata ujira ikiwa tutakuwa washindi. Qalu inna lana la ajran in kunna nahnu alghalibin, tutapata ujira ikiwa tutashinda. Firaun akasema qala na'am wa innakum la min almuqarrabin, akasema naam, nanyi bila shaka mtakuwa watu wa karibu wangu, yani mtakuwa ndo watu wa karibu katika kamiti, katika nini, ndio mtakuwa watu wa karibu wangu. Hapa nataka tufikie katika nukta mandugu zangu, na ni nukta ya kuonesha kwamba ya kuexpose huyu mke aufan, ya kuexpose huyu mume wa Asia alikuwa vipi, na Asia mwenyewe hakujaribu kutoka katika dini yake na hakujaribu kurudi nyuma na kuacha dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Angalia anasema nini, qalu, wakasema ya Musa, baada ya kuandaa siku ya mashindano. Siku ya mashindano yani siku ya kuonesha ubingwa wa uchawi, siku ya kuonesha ubingwa ni nani mshindi. Qalu ya Musa, wakasema ewe Musa, imma an tulqiya, utatupa wewe, wa imma an nakuna nahnu almulqin, au tutakuwa sisi tutakao tupa. Qala, Nabii Musa akaona nyinyi hamna chochote. Qala, akasema alqu, akasema basi tupeni, kwani wenye kutupa fimbo zenu hizo ambazo kwamba mnadai kwamba zitabadilika zitakuwa ni nyoka, tupeni. Falamma alqaw, basi walipotupa, saharu ayuna nas, waliyazuga macho ya watu. Saharu ayuna nas, waliyafumba macho za watu. Wastarahabuhum, na wakawatia hofu, yani wale wachawi wakati waliporusha fimbo yao wakawa ni wenye kufumba macho watu, yani watu wakatumia nguvu ya jua, ikawa sasa hawaoni kitu, wanaona tu ni nyoka ndizo ambazo kwamba ziko mbele yao, manyoka madogo madogo zimebadilika. Wastarahabuhum, na wakawatia hofu. Wajao bisihrin adhim, na wakaleta uchawi mkubwa sana tena sana. Mwenyezi Mungu akisifu uchawi anasifu kweli uchawi. Sasa Mwenyezi Mungu anasema kuonesha kwamba njia yake ni sahihi na njia ambayo kwamba alibaki nayo Bibi Asia alayha salam. Anasema kwamba auhaina ila Musa, afwan, wa auhaina ila Musa, na tukamfunulia Musa alayhi salam an alqi asak, tukamwambia rusha fimbo yako, tupa fimbo yako e Musa. Fa idha hiya talqafu ma yafikun, mara ikavimeza vyote vile walivyovibuni, ikameza kila nyoka ambayo kwamba hawa wachawi walikuwa wenye kubuni. Fawaqa alhaqu
ukweli ikathibiti, wabatala ma kanu ya'malun, na yakabatilika waliokuwa wakiyatenda. Wanqalabu faghulibu hunalika wanqalabu saghirin. Anaendelea Mwenyezi Mungu anasema kwamba faghulibu hunalika wanqalabu saghirin, kwa hivyo walishindwa hapo na wakageuka wakiwa wadogo sana, wakionekana kwamba ni wanyonge, hawajatosha, kando na ile uchawi ambao kwamba walifanya, lakini hawakutosha. Mpaka hapa ndugu yangu Muislam, tunataka kudhihirisha na kuexpose mume wa Asia. Tuacha tumuite hivyo, maana walikuwa wanaishi pamoja. Tunataka tuoneshe kwamba dunia ya sasa, mwanamke yani mabinti zetu wa Kiislamu, unaweza kuwa katika na mtu aina hiyo, na unaweza kuwa na maisha na mtu aina hii, lakini bado ukabaki na dini yako. Unaweza face challenges ambazo kwamba Bibi Asia aliyapitia, challenges ambazo kwamba ni za kuonekana, ni reality ambazo kwamba hakuna vile utakwepa, lakini kuna njia ambayo kwamba ni muwafaq wa kuweza kuifata. Tuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana.